Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko siku yetu ya 5 ya mafundisho, labda siku ya 6 ya maombi, lakini tunazungumza sana habari ya siri ya maombi ya toba. Nilisema mara nyingi tunaposema tuingie kwenye toba na kutubu, mara nyingi sana uwaga hatuna mzigo. Na maombi yasiyo na mzigo hayana nafasi mbele za Mungu. Na kinachompa mtu mzigo ni information, ni taarifa anazozipata wakati anaomba. Muombaji asiye na taarifa huwa na maombi duni, huwa na maombi dhaifu. Na sasa tunamwona muombaji mmoja anaitwa Nehemia. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia akiwa muombaji, na tunaona tabia yake, mtu kama huyu haiwezi tu kutokea from nowhere akaanza kuomba kwa kiwango alichoomba Nehemia. Lazima alikuwa ni muombezi. Lakini tunamwona Nehemia aombi bila taarifa. Yaani nguvu ya maombi ya toba ni taarifa alizonazo mtu. Yaani maombi yasiyo na taarifa hayana mzigo, kwa sababu you have no any information, hauna mzigo. Kwa hiyo maombi ya toba yenye nguvu, Bwana asifiwe, ni maombi yenye taarifa. Unapokuwa na taarifa fulani, watu wengi sana wanaomba gizani. Sikia, maombi ya toba yenye kuomba gizani huwa hayagusi chochote, bali yanampapasa shetani tu. Huwa yanapita na shetani hivi, na shetani anajikaza, yanaenda yanarudi, kwa sababu hayagusi popote. Na sasa unapokuwa kwenye maombi na Mungu amekupa taarifa muhimu, unapokuwa una taarifa, ndio wakati unapokuwa na nguvu ya maombi. Ninataka tu turudi kwenye kitabu cha Nehemia. Ukiangalia mlango wa kwanza, anasema habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu, mwaka wa 20, nilipokuwa Shushani ngomeni. So hizi ni habari anaandika. Kitabu hiki anakiandika Nehemia mwenyewe. Anasema hizi ni habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Anaanza kuelezea mwaka wa Kisleu, mwezi wa Kisleu, mwaka wa 24, alipokuwa Shushani ngomeni. Kwa unaona hapa Nehemia amekaa ngomeni, nchi ilichukuliwa mateka. Kwa hiyo tayari ameshakaa miaka 20 utumwani. Na sasa Nehemia anasema hivi, na Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Hao watu nikawauliza habari za Wayahudi waliopona na hao watu wa uhamishoni waliosalia katika Yerusalemu. Kwa unaona Nehemia anatafuta information. Sasa Agano la Kale limeandikwa very technical. Limeandikwa kwa namna ambayo we mtu wa leo lazima uwe na macho ya kiroho ya kulisoma, ili upate zile password ambazo zimefichwa ndani ya maandiko ya Agano la Kale. Na ndio maana unaona tulikuwa tumepanga kusoma mpaka mlango wa 4, lakini tangu tunaanza kusoma hata mlango wa 2 tumeufikia kwa taabu. Maana kama tutaenda kipengele baada ya kipengele na kuomba na kukifafanua kwa mapana yake, hatuwezi kumaliza milango yote 4. Wale ambao wanabarikiwa na maombi ya toba waseme amina. Amen. Nikakwambia maombi ya toba au maombi ya toba, rehema na maungamo yenyewe ni maombi ya kiupelelezi. Maana yake yanakupa kuona giza lilipojificha na yanakupa kuona vyanzo vya matatizo. Nikakwambia toba huleta nuru katikati ya giza. Nikakwambia rehema huleta huruma za Mungu karibu na wewe, na maungamo huondoa uhalali wa shetani na nguvu za giza kwenye maeneo yaliyokaliwa. Mfano, wewe baba yako alikupeleka kwa waganga. Mimi nilipokuwa mdogo, nilipozaliwa, nilimuuliza mama, hili jina la Elibariki, nilikuwa naitwa Bariki tu. Lakini nilikuwa najua naitwa Elibariki, lakini mimi nikawa nimefupisha. Unajua kule kijijini kama unaitwa Jennifer unaitwa Jenny, kama unaitwa Judith unaitwa Judy, kama unaitwa nini unaitwa, wana kukatisha. Kwa na mimi wakanikatisha, badala ya kusema Elibariki wanaita Bariki. Kwa nikaendelea kuitwa Bariki, nikaendelea kukaa. Siku moja nikamuuliza mama yangu, jina langu ni lipi? Na ni baada ya Mungu kunifundisha maombi haya ya kiupelelezi. Ndio mama akaniambia, anayejua maana ya jina lako ni baba yako. Na nikaanza kupata information sasa kutoka kwa baba na kwa mama. Mama akaniambia, wewe ulipozaliwa ulikuwa mnene sana. Na mamangu ni mweupe kwa wale mnaomfahamu. Nilikuwa mnene mno, alafu mweusi kuliko hata bunda. Bright ni mweupe. Alafu nilikuwa linene lipande la mtu. Nikachukuliwa na mama, akawa ananinyonyesha. Watu wanasema alikuwa watu wanamkatalia, huyu sio mwanao. Maana mimi ni kama Mjaluo, alafu mama yangu ni kama Mwarabu. Lakini haikutosha,
Mimi nikaugua sana nilipokuwa na umri mdogo. Baba yangu alikuwa ni mkomunisti, ametoka kwenye jamii ya Waluteri, ni Mkristo wa Kilutheran, ambapo watu walikuwa wanamwabudu Mungu na wanabatiza watoto. Lakini baba kwa kuwa alikuwa ameadapt ile sheria na sera za Mao Zedong na Warusi na Mwalimu Nyerere, akakataa kuwa na dini yoyote. Kwa alikuwa haendi kanisani. Baba, nimezaliwa hatupeleki kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakumbuka mwaka wa 80 na 180 baba amewaleta watoto wale wadogo wote Moshi. Alipofikisha anaambia hawa wakabatizwe. Kwa anaambiwa tu, lakini yeye hata hajihusishi. Kwa hiyo mimi, baba anasema nilipokuwa mdogo nikaugua sana. Mama yangu akanielezea, ulipokuwa mdogo uliugua mno, tukakutibu ukawa hauponi. Tukaenda hospitalini hauponi. Tukakupeleka kulia kushoto hauponi. Nasema hivi, maombi ya toba na rehema na maungamo yenyewe yanaleta huruma za Mungu, yanaleta nuru na kukufundisha mahali ambako na kukuonyesha vitu ambavyo vilifanyika zamani. Kuna vitu haviwezi kuja kwako wazi nuruni mpaka zile pepo zinazosimamia yale maeneo zimeondoka. Mnanielewa vizuri? Sasa utashangaa mtu ambaye hapa nimechelewa leo, lakini tangu asubuhi saa 3 saa 4 nimeondoka saa 3 na nyumbani. Nimeenda Masaini huko chini. Nimeenda kupatanisha ndoa. Wale wapendwa nimeenda pale. Yule dada na mume wake, yani mume amekaa mpaka ameamua, alikuwa ameokoka, yuko kanisani, na dada ameamua ameokoka, mume ameamua akaoe mke mwingine. Kwa leo mke, yani tumepanga kikao. Tangu Jumatatu tumepanga kikao, tutaongea leo Ijumaa. Lakini Jumanne, sio Jumatano, hapo katikati mume ameleta mke mwingine. Ameamua mambo ya kanisani yamuache, kila kitu kimuache, ameamua kuoa. Na mimi nilipofika pale nikasema siongei habari ya huyu mwanamke aliyeolewa, naongea habari za hao watu wawili. Ile baba akaanza kuelezea, ameeleza mambo kulukuki, lakini hakuna hata moja yule mwanamke anakubali. Hata moja. Mwanamume mmoja alilosema likanigusa sana, akasema huyu mwanamke hanipi chakula. Tulipompatanishwa kipindi kile anatoa reference, akaletwa hapa akakalishwa na wachungaji wakamwambia hawa ananipikia. Lakini anasema huyu mwanamke ananipa chai ya rangi saa 3 na kuja kula saa 4 ya usiku. Na ni kijijini, ujue mahali ambapo una mahali pa kununua mandazi. Anasema nimelalamika hasikii. Mwanamke anaambiwa hivyo, yani zile pepo zikikaa mahali hazitakuruhusu kuomba msamaha. Maana zinazuia hilo giza lililokushika lisikuache ili ukatubu. Kwa hiyo ili maombi ya toba na rehema na maungamo yanaondoa ule uhalali wa zile pepo. Zile pepo zikikuacha unaanza kusema maskini mimi. Yani nilikuwa navunja ndoa yangu. Mke wangu alikuwa ananiambia kila siku, mke wangu ananisomea, kwani haurudi pamoja nyumbani? Simuelewi. Mume wangu alikuwa ananiambia, simuelewi. Lakini kilichosababisha ni pepo zimekamata eneo. Yule dada nimekaa nikamwambia, sikiliza mwanangu, yani tumeongea kuanzia hiyo muda mpaka saa 10 na dakika 17 asikii. Nimekuja na hiyo gari kama kichaa barabarani. Nikamwambia, mwanangu, unaona kama tunakuonea? Nikamwambia, mimi nakuonea? Hapana. Nimemtunza huyo mtu, nimekaa naye kwangu na nini, ameniambia nataka kufa, mume ananipiga, nikaamua kwenda. Mafuta ya 60,000 kutoka hapa kwenda huko yameisha, lakini bado mwanamke huyu haombi msamaha, na yeye ndiye mlokole, mume ameamua kuwa mpagani. Mume akasema hivi, sikiliza jamani, wazee, si amesema anipe chakula? Okay. Leo nyie tumekuja hapa, tumekunywa chai saa ngapi? Tukasema wote saa 7:30. Okay. Hiyo mimi ndio nilikuwa ninakunywa chai tangu asubuhi sijanywa. Leo kuna wageni, ambia okay, jana kunywa chai saa ngapi? Sijui asubuhi saa 3 nikakuchemshia na mayai. Okay. Sasa nilikula chakula cha mchana? Hapana. Unajua nilikuwa sina mafuta kupika. Okay, jana nilikuwa na mafuta kupika. Juzi nilikula chakula cha mchana. Unajua okay, Jumatatu. Siku ile mchungaji alikuja hapa kuja kutupatanisha, ilikuwa ni saa 5 ndio ninakunywa kikombe cha maziwa, na baada ya kuletewa na mashemeji zangu. Bado tu kubali kwamba umpikii mume wako. Pepo akikaa mahali
hawakupi ruhusa ya kufanya na kurespondi positively kwenye matatizo yanayokuhusu. Yanafunga kabisa mlango. Tukikwambia wewe ni mvivu utaki, unasema mimi ni mvivu wapi? Wewe ni mzembe. Ni mzembe nini? Mimi nimeshika tu kikavunjika. Sasa ulikishikaje? Yaani unakaa na house girl ambaye ana pepo za kwao, zinaitwa pepo za uharibifu, roho za umaskini ambazo haziruhusu vitu vikatengenezeka kwenye mikono yake. Yaani akishika mtoto ataangusha, akishika chupa ya chai ataangusha, akishika sahani ataangusha, akienda kuosha vikombe na nini, anaosha, anamaliza, anaacha vijiko mle ndani, anasahau kama ameacha vijiko, anamwaga na vijiko jalalani. Unashangaa umeanza, alikuja nyumbani pana vijiko 30, vimebaki viwili, na anasema mimi mama. Unafikiria umelipa nauli kutoka Tarime. Sasa kuliko umrudisha Tarime, heri ununue vijiko vingine. Huyo mtu kabla hajaenda mbali sana, anakuja hapa kanisani, anaimba kwaya hapa, kina Mesha kwa anamfundisha kwaya, kidogo anapata mchumba, anaolewa. Ndoa inakaaje? Tunazungumza maombi ya toba yanaleta nuru mahali ambako, kwa sababu kumbuka nilikuambia shetani hashughuliki na pesa, anashughulika na tabia. Na tabia yako shetani anashughulika kiasi kwamba hamna jema litakuwa kwako. Yaani mume anakuoa akiwa nakupenda na kuhudumia. Mama mkwe akasema nimeshangaa mwanangu, huyu mkwe wangu alikuwa mzuri, lakini hatusalimii tena wala hatujulia hali tena sisi wakwe zake. Mume akikuangalia anakuchukia wewe na mama yako na mama mkwe wako na babu yako na nani. Yaani hataki kukuona hata na ukoo wako. Hataki hata kupiga simu kwenu. Najua huyu aliwahi kupiga simu. Sasa anapiga simu wapi? Umemsumbua wewe hapo, takataka usikilizi chochote. Kila ukiambiwa hiki usikii, ukiambiwa kile usikii. Haya, kama ananipenda mbona hajaninunulia kitenge tangu Januari? Sikiliza, tatizo sio huyo mme. Tatizo ni pepo zimekamata mahali ambako unatakiwa ubadilike. Mnanisikia vizuri hapa? Nyie endeleeni kutafuta maombi na maombezi kama ushughuliki. Unajua watu wanapenda majibu rahisi. Sasa kama huna mzigo, kama huna taarifa, hauna mzigo wa kuomba. Sasa mimi kwenye maombi haya na wakati huu ambao Mungu amenipa hapa, lengo mimi ni kukupa taarifa za muhimu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuonyesha kimaandiko hapa katika mwaka wa kwanza wa Dario kutawala, Nehemia mwana wa Hakalia akaanza kuuliza. Alipopata habari za watu wa Yuda, ndio akaanza, Biblia inasema ndio nikaenda mbele za Bwana Mungu wangu, nikaomba, nikafunga, nikalia, nikaomboleza, nikamkumbusha Bwana Mungu, unasahau sio ulinipa huyu mme Bwana, sio umenipa huyu mke, nikaolewa vizuri kanisani, watu wakapiga sherehe na vigelegele. Mungu, si wewe ulisema? Na nikahubiriwa, nikaombewa. Bwana, si kama ipo tabia, maana mabadiliko huaga yanaanza na wewe. Sema amina kama unanisikia. Sema amina kama unanisikiliza. Mabadiliko yanaanza na wewe. Hayaanzi na huyo mume, hayaanzi na huyo mke, yanaanza na wewe. Sasa wewe unawezekana ndoa yako ina miaka 10, lakini miaka 9 ameibeba mume wako. Ina miaka 20, miaka 19 amebeba mke wako. Amefika mahali amechoka, amelemewa, mke wa mama wa watu, anaamua heri nife. Nilikuwa namwambia mtumishi mwingine, tengeneza ndoa yako. Kila kitu wewe unalalamikiwa. Yaani ikifika bili ya maji unalalamikiwa, ikifika bili ya umeme unalalamikiwa, ikifika chakula unalalamikiwa, ikifika ni unga umeisha unalalamikiwa. Yaani kila kitu. Nikamwambia, ndugu yangu, siku huyu mwanamke akichoka kubeba, atasema mchungaji, hata ukiniua, hata mbingu zishuke hapa, mimi kuishi na huyu mwanamke, mimi kuishi na huyu mwanamume, na kama hajaokoka na kutukana kabisa mbele za baba yako na mama yako, sasa mimi kuishi na huyu mbwa. Unashangaa, yani nimekuwa mbwa mama. Mama mko anaanza, wewe mimi nimekuwa mbwa, kwa hiyo mimi nikuzalia mbwa. Sasa mama, samahani sana, mnisamee jamani. Yani ni kwa sababu ni hasira zimepanda. Amekulalamikia asubuhi, mchana na jioni. Giza, pepo zimekaa pale. Unapoingia kwenye toba sawa sawa, Mungu anakupa, anafunua
unaanza kuwa mpole, unaanza kuwa mnyenyekevu, unaanza kuona makosa yako. Tuache mambo ya mume, maana mimi sijui kwa nini tunaoneana sana kwenye mambo ya ndoa. Kwani ndoa tu kuna matatizo? Au ni Titus unatuvuta huku nyuma? Halo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwenye biashara, huwezi kukaa kwenye biashara ikaenda. Sikia niwaambieni watu wa Mungu, maisha yetu yamefungwa na tabia. Alafu tabia zinazotunyang'anya maisha bora sio hivi vitu vibaya, usiue, usiibe, usizidi, usiende kwa shetani, usiloge, sijui usiabudu. Sio hivyo vitu vibaya. Ni zile tunazisema, tunaweza kusema ni mifumo. Yaani wewe kwenye mfumo wako wa kufikiria ni vice versa. Ni vice versa kabisa. Yaani wewe umesababisha hata kabila la kwenu linatukanwa. Yaani unashangaa, unakaa na bosi wako kazini, anamuita mwanae, anamwambia, mwanangu, usiwahi kuolewa na Mnyaturu. Maana amekaa na Mnyaturu mmoja, amemknock out. Sio kwamba wewe una tabia, yaani wewe ni kiumbe wa kiajabu. Alafu kila ukiambiwa tatizo lako hukubaliani nalo. Yaani hukubaliani nalo. Na kuambia tumekaa kuanzia huo muda mpaka saa 10 na hasikii. Haelewi. Nikamwambia, mwanangu, sikiliza, wewe una makosa yoyote unafanya kwa kulazimisha. Wewe haufanyi makosa yote kwa kukusudia. Mume anasema, mimi, hebu angalia, leta koti fulani, koti linaletwa, limechanika, anasema hili koti nilinunua. Mume anakaa huko nchi, anakaa miji mingine, analeta nguo anaweka nyumbani. Anasema, nimesha muonya mpaka huyu mama asivae nguo zangu, maana akishavaa mume nyie ambao umeolewa, nyie mume amelalamika hii nyumba ni chafu. Nilikuwa naongea na Baba Alfa, sasa ni vizuri hayupo, hata mke wake hayupo, lakini nyie mjue. Baba Alfa aliniambia, wewe unasikia? Kwamba sisi wanaume ni kama malaika, ni kama Roho Mtakatifu, hatutaki kukaa mahali pa nini? Pachafu. Yaani ukiwa lazima, ni mandatory kutandika kitanda, ni mandatory. Ni lazima. Kuoga, kuchana nywele, kufanya ni lazima. Sio kwa sababu na vitoto viwili, yaani mtoto analia tu unachukua nyonyo na kutia kwa mgongoni na mnyanyua. Unaambia wewe unanisumbua sana wewe, endelea kunyonya, achana mimi. Au unaliingiza kwenye kwapa, unaambia endelea kuburudika. Alafu una mume auishi kuwa mama wa watu, unabakia hata ukizaa unabakia kuwa mke wa mtu. Sijui mnanielewa vizuri? Sasa pepo zikiwa juu kwenye ulimwengu wako wa kiroho, huwa zinakuonyesha unachofanya ni sahihi. Alafu ukitaka mtu kukusaidia, unavyokuwa mkali. Hujapiga mswaki, unang'ang'ana na wanja. Unanuka mdomo, unang'ang'ana na wanja. Hujanawa uso, unapika, inaitwa nini? Nimesema mimi sijui wanja ni ipi na lips. Si unawe uso kwanza. Unapaka poda juu ya matongotongo. Kama hutaki, wewe ule kwenda dukani Edwardi, ukakuta mdada wa watu amevaa lipajama lake anaenda dukani. Kule dando ananichoshaga. Unakuta na dada ananuka shombo, amevaa kanga moja. Sasa najiuliza, hivi akivaa zote nguo zote, yaani amevaa tu kanga amejifunga hapa, lakini ananuka jasho lile linanukaga kama didimaki, unalifahamu? Maana hajaoga wiki 2, sijui hajaoga, sijui ni nini. Alafu ana mume. Ukitaka kugombana naye, mwambie, mimi sasa hivi niende pale kwako Mama Esther. Alafu niingie pale. Sasa lakini Mama Esther wewe ni mchafu. Hivi unajua utakaa usahau? Wangapi wameelewa? Aseme amina. Utakaa usahau. Na kila ukiniona utakuwa unajisikia vibaya. Itahitaji upendo mwingi sana kwangu. Itakuhitaji Mama Esther, unanipenda sana Vero, ili ule upendo wako uzidi ustiri wingi wa nini? Wa dhambi yangu. Maana nitakuwa nimefanya dhambi ya juu sana kwenye maisha yako. Sasa ukijaribu kufanya hivi vitu na mabadiliko haya,
kwa namna ya kawaida bila maombi na kuona tatizo liko wapi, unabaki gizani. Utafanya tu leo, baada ya wiki moja yanarudia. Akaniambia, akasema, niliporudishwa mama yangu alikuwa hai na wana shamba kubwa, ni wa Masai. Amejenga nyumba yake ya block hapa na akamjengea mama yake mzazi nyumba pale. Mama mzazi amefariki. Ile nyumba imebaki pale, nyumba ya room 2 nzuri ya block Masaini. Sasa anasema, nilipokuwa niko hapa, huyu mama ananinyima chakula. Mama yangu alikuwa hai, alikuwa ananipa. Siku amebahatisha nakula. Siku nakula kule kwa mama, nikija hapa ninajazia tu. Lakini chakula nilikuwa nakula cha kushiba kwa nani? Kwa mama yangu. Sasa bahati mbaya, marehemu mama yangu kafariki. Ameenda kutafuta kasichana kamke kadogo. Sijui ni kasichana ni kamama, mimi sijui. Amekapeleka kwenye ile nyumba ya mama yake. Hivi unafikiri wewe unatoa ushauri gani? Unamwambia sasa, ndugu, umeoa, hiyo ni dhambi, hebu rudisha mwanamke haraka. Si wewe ni Mkristo, mbona unasemaje? Mimi nimemwambia hii chapter ya mke wa pili tutashughulika siku nyingine. Tushughulika na nini? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotuleta kwenye maombi kama haya, kuna vitu anataka tushughulikie. Jumapili tutavizungumza vyote pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maombi ya toba yanakusaidia, na unapoomba kwa taarifa, zile taarifa zinakusaidia sana. Sasa nimesema tusome kitabu cha Daniel mlango wa 9. Umefika kwenye kitabu cha Daniel mlango wa 9 mstari wa 2. Tuko pamoja pale. Mama Elibariki, umepata? Haleluya. Sasa naomba tusome wote pamoja. Nataka uwe na Biblia, kama unayo usome. Unajua kuna nguvu unapoyasoma maandiko. Leo nataka kuendeleza kipengele kidogo kinachosema nguvu ya kujua vilivyo sirini. Kwa sababu kuna vitu vinakaa sirini, usipovijua haviwezi kuondoka. Imani hufanya kazi na kujua, na nguvu ya maombi ni kile unachokijua. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Nehemia anaomba baada ya kujua? Hapa Daniel mlango wa 9 mstari wa 2 tunasoma pamoja. Amen. Hebu tusome wote kwa pamoja kama umepata. 1 2 3. Tuanze tena. 1 2 3. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel. Surudia tena. Mimi Daniel, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Kuutimiza nini? Ukiwa. Mstari wa 3. Nikamwelekezea Bwana Mungu wangu uso wangu, ili 1 2 3 4. Mlango wa mstari wa 5. Moja, akaomba Mungu. La pili akafanya nini? Akaungama. La tatu akasema nini? Akasema, Bwana Mungu wangu, Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Mstari wa 5. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu yako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Akasemaje? Akamwambiaje Bwana? Mstari wa 7. Bwana, haki na wewe, lakini kwetu sisi kuna aya ya nini? Ya uso, kama hivi leo, kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote, walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote tulizowafukuzwa kwa sababu ya makosa yao walioyakosea. Bwana,
kwetu sisi kuna haya ya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumetenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumeasi. Sasa naomba unisikilize. Unapoomba maombi ya toba, unapotafuta vitu vya siri, kwa sababu vinavyotutesa sisi ni vitu tusivyovijua. Ni kitu gani kimetuingiza utumwani? Ni kitu gani kinasababishaga watu wa kwenu wakifika umri fulani wanakufa? Ni jambo gani linakulaga uzao wa watoto wa kiume? Ni jambo gani ambalo linasababisha hiki chanzo kipo? Nilikuambia jana, kuna watu ambao wakipata pesa wanakufa. Kuna watu hawaruhusiwi kuvuka kiwango fulani cha uchumi. Hata akiolewa kwenye boma lenye hela, kuliko afaidi ule uchumi, ule utajiri wa hiyo familia, atafukuzwa. Mimi kwetu, mama yangu mmoja ana mtoto, yani kwao ni maskini. Mama yangu kabisa, kwao ni maskini, kaolewa na watu maskini. Kuna tatizo kule kwao, mume wake ni baba wa mwisho, kuna tatizo. Sasa katika watoto wake wote, akitokea mtoto akapata neema ya kupata upenyo, vita anayokutana nayo. Na mkumbuka mdogo wangu mmoja alikuwa ameajiriwa kampuni kubwa ya kibiashara, alikuwa ni auditor, alikuwa amejenga nyumba Arusha, Moshi, wapi, Dar es Salaam, ana familia, ana mke, ana watoto, ana hela. Nakwambia, ulipofika ule umri ambao baba yake alifika, sijui akalaaniwa na nani, mimi sielewi. Ulipofika ule umri, mke alitoka akaenda kwa bosi wake, akamwambia, bosi, unajua mume wangu ni mwizi, amekuibia, ana nyumba Arusha, ana nyumba huku. Akapeleka hati zote kwa bosi wake na mume wake. Mume akafukuzwa kazi, akafilisiwa. Mume yule mdogo wangu amekuwa kama kichaka, alafu mke anambia sikutaki. Wanaishi maisha ya taabu, huyu mwanamke na huyu mwanamme. Dada yake akaolewa na watu matajiri vijijini. Unajua kuna wale watu matajiri Yaani huyu dada yangu aliolewa kwenye boma ambalo hata mimi nikipita tu mjini nikisema mimi jamani dada yangu ameolewa hapa, wale natetemekiwa namna hii. Dada akazaa katoto ka kwanza, akazaa katoto ka pili, akazaa katoto ka tatu. Lile boma likampenda. Alikuwa ni mdada mrembo mzuri, anafanya kazi, amelelewa vizuri, anatuzwa. Hapo Moshi mjini familia yao ilikuwa ndio matajiri. Wana yale maduka makubwa maadiwe. Baba mtu akafa, utajiri wote ukabaki kwa mume wake na huyu kijana. Maana wale kaka zake na huyu kijana wao ni wauni. Kwa baba mkwe akamwachia huyu kijana ndio urithi wote, kama mengi hivi ndio achiwe wewe, sasa wewe wote ni wa kwake. Mwanamke akaanza pombe bwana. Yule dada yangu akaanza kupuliza mbege, akaenda chimpumu, akaenda bia, akaenda sasa anakunywa chang'aa, anakunywa mpaka anajikojolea. Ameombewa na kila aina ya mtumishi, hamna. Amepelekwa kila aina ya maombi, hamna. Amepelekwa kila aina ya waganga, hamna. Dada akilewa anazipiga, yani anapita hewani kama buibui. Lazima urudi. Tunavyoongea hivi, ile dada yangu amerudishwa, yani vikao vikakaa na kukaa. Wamemchukua kwa moyo mweupe, wamemrudisha pale nyumbani kwa mama yake na baba yake kuendeleza umaskini. Kila wamezaliwa kama watoto 9 kwenye ile familia. Kila mtoto mmoja akaenda akasomea carpentry, akaanza kufanya kazi vizuri, alipata ajali ya pikipiki, akalala chini miaka, kiuno akifanya kazi, kiuno na miguu vimeachana. Sasa atuzungumzi tu mambo ya ndoa, tunazungumza habari ya uchumi. Hizi changamoto, na tumetoka kwenye familia kama hizo. Kuna level fulani ya uchumi hatufikii, tunaishia kwenye neema ya mbwa na punda. Unajua kuna mtu yuko hapa ana neema ya punda alafu anajivuna. Nilifundisha siku nyingine, kama hujawahi kunisikia nikwambie. Yaani wewe ukiwa mnene una tofauti na punda.
Ukitembea ukaona una hipsi haujamzidi pundamilia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Si mnajua kuna neema za wanyama? Kwani mnyama anaomba, mnyama anafunga, anatoa fungu la 10. Mbwa na yeye hivyo hivyo analipaga mahari. Amewahi kuishiwa mke, hana watoto, Titus na matatizo. Mbwa na mke na watoto tena kibao. Pale kwangu nilikuwa na kambwa fulani kalikuwa kanaitwa nani, nimesahau jina, Charity na nakumbuka, kalikufa akali. Kila tukipita mtaani hivi na Comfort asema babake nani alikuwa anaitwa nani? Rocky. Yaani tukipita mjini mtaani tu hivi, hawa watoto kina Purity, babake Rocky huyu. Yaani maana huyo Rocky alikuwa ni mbwa anakabaka kama keupe hivi, ni mzuri, na babake hivyo hivyo. Kwa hiyo yani anatembea huko mtaani, ana wake kibao na watoto kibao, kila mtaa amesambaza. Neema ya mbwa na kongoni na alafu unarizika wewe, unarizika hata mimi Bwana atanibariki tu. Atakubariki nani? Kwa sababu unalalia gunia. Mbwa ana kitanda, haugui hata malaria kama wewe, hana hata bili za hospitali. Sasa ukiwa kwenye maombi ya toba niliwaambia hivi, kama una mzigo na kusemesha haya ya kufadhaishe. Yaani mtu, unajaribu, mimi nimejaribu sana kuwasaidia watu wengi sana. Kama mtu sasa hivi nina mfumo ama system ama nina msimamo. Nikiona mtu anapenda matatizo yake kuliko kutoka kwenye matatizo yake, na achana naye. Ukijaribu kumsaidia mtu ambaye haoni matatizo yake ni matatizo, udada nimemwambia uko tayari nikusaidie, nikamshika mkono nikamuingiza chumbani, anaumwa urupepedo, ule ugonjwa wa kujikuna. Nikamwambia huu ni uchafu, uogagi. Na mama Bishop nikumbushe ile dawa ya urupepedo tumpelekee ule dada. Ile dawa unabidi uvue nguo zote, alafu unapaka kila mahali, sijui kwenye matiti na umaga, maana ukipaka kwenye maeneo mengine ile dawa inakuoshu. Bundani wanajua dawa. Ole wako. Inaitwa BBE. Mnaijua BBE wewe? Urupepedo ile dawa ile ya mapunye. Yaani analo huku. Nikasema sasa wewe mwanamke wa hivi, mke anakaa Mombasa, Nairobi, mume anakaa Nairobi, anarudi ananukia, amevaa vizuri. Hivi ukivua nguo na hiyo urupepedo yako, si anapiga ukunga, jamani kuna jini humu ndani. Yaani ukiangalia udada hapa hivi mpaka hapa hivi, huu mkono hapa, sasa babani nawashwa, anatoa hivi. Pepo hawana adabu. Uchafu mpaka unakuletea magonjwa. Alafu bado ukiambiwa ni mchafu utaki. Pepo wamekaa kwenye lile eneo wameatamia. Alafu simaanishi kwamba walio wasafi hawana pepo. Wengine wana usafi uliopitiliza. Yaani mume akiingia uvue viatu, unalala hivi na hivi, unaanza kukemea mume wako, unafikiri mume wako sio mtoto. Mimi namwambia Mama Bishop, mimi sio Comfort mimi. Hapa nyumbani mimi sio Comfort, hata nikiamua kulala na viatu mimi hapa ni kwangu. I'm the king of the jungle hapa ndani. Nikiingia mimi ndio mfalme wa wafalme. Hata nikiamua nikaweka miguu kwenye meza, nimekuja hapo naweka hapo miguu na matope na so, vua. Wewe ndio unataka uje taratibu, la azizi pole hani. Umechoka sana mpenzi, hata umeshindwa kuvua viatu. Sasa unaanza wewe mchafu. Yaani sisi tumedeki tangu asubuhi, unakuja hapa na makanyagio yako. Mumeo hana makanyagio, ana miguu ya. Sasa hizi ni tabia ambazo zinawapata watu. Alafu ukiingia kwenye mahusiano ya ndoa unashindana. Ukiingia kwenye ajira unashindana. Unashindana na bosi wako bila sababu. Bosi anatoa maelekezo, unashindana. Ukiwa shuleni unashindana. Mwalimu akifundisha hiki unasema hamna. Sisi wanadamu hatukuaga nyani. Hiyo ni elimu. Hiyo upeleke kule kanisani kwenu. Kwamba Mungu aliumba Adam na Hawa, lakini ukiwa hapa shuleni wewe ulizwa hapa mwanadamu wa kwanza Zinjanthropus alikuwa nani, wewe andika alikuwa Adamu, uone kama unapata hiyo. Ya Kaisari mpe nani? Kaisari. Na ya Mungu mpe nani? Mungu. Kile unachoamini sio kile ambacho kimeandikwa kwenye kila kitabu. Sasa hawa pepo akikaa, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Kama kuna mtu ananielewa aseme amina yenye afya. Kwa hiyo kuna tatizo. Nilikuwa nakupa ushuhuda wa huyu dada yangu.
Kuna pepo zikikufikisha mahali zinakunyang'anya. Nilikupatia historia kidogo ya wazaliwa wa kwetu wa kwanza. Sisi kwetu wazaliwa wa kwanza walikuwa yani akifika umri fulani anakuwa kama baba mkubwa yule niliwapa taarifa na nyie mnamjua. Siku moja ametoka huko baba mkubwa, nikamwambia aje, kulikuwa na chuma unoa chuma. Nikamwambia alinde magari hapa. Ni alikuwa askari intelligence, akalinda chuma unoa chuma ikaisha. Nikampa siku ya kwanza 5,000, akaja siku amechangamka kidogo. Siku ya pili nikampa 10,000, akaja amechangamka kabisa. Yani anaangalia kama kesho yake nikanyima kumpa 5,000. Siku hiyo akakaa kidogo akanivumilia, nikamwambia nitakupa nyumbani maana naogopa nikimpa hata nini atalewa. Jumapili akaja ameshapiga pombe, nakuta jamaa ameng'ang'ana na suruali anavua. Aliniambia kule, mimi nikaisi ni kawaida. Mimi nitaenda pale kanisani kwa nitamvulia nguo, nitamfurumia. Baba mkubwa alikuja alivulia nguo pale. Nisingemuwahi mama yangu mzaa angekuja hapa uchi ungeona kengele hizo madhabahuni. Unafikiri kitu cha kawaida? Maana naweza kukuambia haya maneno ukao unasema najua bishop anatudhalilisha. Yako kule nyumbani kwetu. Kaka yangu tumbo moja, nilivunja fimbo pale. Nilimchapa baba mkubwa. Tena sio fimbo, gogo. Pa! Baraka. Aling'ang'ana mwenyewe akavaa. Ngambia akakimbia. Wale madereva tu akasema hiyo sio sawa, mchungaji gani anapigaga watu? Nikamfuata, wakaniletea mdomo nikawafuata na wao na fimbo. Lakini namchapa nalia, baba nisamee. Huyu ni kaka yangu, sipasi kumpiga. Ni mtu mzima, lakini kwa kumchapa ikamsaidia. Hizi ni roho. Kitu gani? Ni limitation. Kitu alichofanya bibi yangu kikawa laana, kikaja kwa wazazi wangu kikawa laana. Baba yangu mkubwa, bibi yangu alitukana na akafanya vituko. Baba yangu mkubwa naye akatukana wazazi wake na ndugu zake. Ile roho imeenda. Baba yangu mkubwa alipowatukana wazazi wakamlaani. Nikiwa hivi nimeenda kumwangalia, baba yangu mkubwa amekufa nikimuona. Bibi akamwambia umenitukana na kuninyima. Yaani baba mkubwa alikuwa anachinja mabuchani. Akamwambia wewe unapenda kula nyama hivi. Anamwambia Kichaga sasa, hivi ukifa ukaenda huko kwa wafu ukakuta walagi nyama utafanyaje? Utarudi? Ni mama yako anamwambia. Nuku ndikuri nyama kofa kwenda kwa arumu no uya. Yaani fikiria haya maswali magumu. Ukienda huko kwa wafu utarudi? Ni mwanao. Bibi naye akamwambia nikifa hayo meno nakula nyama hayatakula tena. Baba mkubwa alikufa Marangu Hospital, sio kwa kuumwa, njaa. Kitu kilikuja kikashika hizi taya. So unaona hivi? Alikuwa hawezi kupanua mdomo zaidi ya mrija. Aliishia kawa hivi. Hawezi kupanua mdomo hivi. Siku nimeenda pale hospitalini ili niithibitishe ile laana. Akaniambia nakufa, njaa inaniua. Wamenitunukia maji lakini hamna. Nikaingiza mkono mimi kwake. Nikafanya ulimi umekamatana na kaakaa la juu. Wakati najaribu kumsaidia nifanye hivi nimpige mswaki, ile sauti ikaja ya bibi. Ngafa ola sene nyama zon. Nikifa au utakula tena hizo nyama unazonitukania. Lakini kosa sio la baba mkubwa. Yaani hiyo ni laana. Watu wa kwao wanatukana wazazi. Mmekuona watu wanatukana wazazi? Mnakusikia watu wanatukana wazazi? Hawajaanza wao. Ni kitu kinakaa kwenye ulimwengu wa roho. Ukifika ule umri unashangaa unagombana wazazi wako mpaka utawaacha. Mpaka utawatukana. Yaani uko hapa lakini si utashangaa mama amenikera bwana. Amenikera. Kwani mimi ndio nilimwambia afanye umalaya wake anizae? Juzi nikawa napewa ushuhuda wa dada mmoja, alikuwa mtu mkubwa tu hapa. Binti yake akawa mang'aa msumbufu, alafu akarudi nyumbani. Mama yake akamsumbua, akamuuliza, "Huyu kaka ananiambia nimsaidie yule mama maana ameokoka." Akamwambia, "Hivi mama wewe, unahangaika na maisha yangu wewe, utaniweza? Wewe umezeeka, umekata ringi wa ovyo nini." Akamtukana mama yake. Mama yake akasemaje? Nilikuzaa.
ukanyonya matiti yangu, nikapata uchungu leba, nikapushi, nikasukuma, ukazaliwa. Ninakuambia hivi, kama Mungu aishivyo, siku ukienda kuzaa utapata uchungu mara 100 ya ule nilioupata. Niwaulize, litatokea litatokea? Na huyu atazaa mtoto kwa uchungu mkubwa, atafanyiwa operation, atatolewa mtoto, kizazi kitauma, kitaenda kitatolewa, na haka katoto kalikozaliwa hakata kufa, na kenye katakuwa kakifikisha umri wa miaka 20-30 kanatukana mama yake matusi yale yale kalikotukana bibi alikotukana. Cheni inaendelea. Lakini hivi vitu vinakuwa sirini. Huyu mtu, Bwana Yesu asifiwe sana, hebu sema kwa kuvisoma vitabu, kwa maombi, Danieli akajua miaka ya kukaa utumwani imefanya nini? Imeisha. Na sisi unapoomba maombi haya ya kumwambia Mungu, nipe kuzijua siri zilizofichwa,